Hujambo na karibu tena mpendwa wasikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula Sa ameshitoa kwetu, nami kama kawaida naja kwenu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, mafundisho ya nyakati hizi mbili tatu yanahusu mambo ya sayansi kweli kweli, na hapa tunapoongelea sayansi, yani tuko kwenye juu ya sayansi ya hali inayoonekana. Maana mwalimu anayetupatia sayansi hii si hao wanaojiita kwamba ni wanasayansi, bali yeye ni yule ambaye anajua kila kitu, aliyekuwepo wakati hayo mambo yote yakitondeka, yakiumbwa. Kwa hiyo ndio maana yeye ni mwalimu pekee. Wakati anapoongea kitu, sio kwamba anapapasa, anaongea kile anachokijua na anatueleza kile ambacho kipo. Ndugu zangu, najua kwamba wakati huu bo kuna pirikapirika, kuna hao wanaojiita kwamba ni wanaanga nini. Taarifa zinazuka kwa sasa hivi kwamba hawa Artemis, kama Artemis tu walienda mara hii, sio kwamba walienda mwezini, aweza ndani ya mwezi, juu ya mwezi, wanasema walizunguka mwezi wa ajabu. Na watu wako katika kuongea, je, ni kweli aidha tumeibiwa hapa, wajamaa wamepiga njama na kuna mafundisho ambayo tumeshawahi kutoa kitambo, miaka ya kutosha, kuhusiana, je, mtu alifika mwezini? Haya mafundisho yapo, sikilizeni. Kwani mnadanganywa na mambo ambayo mnaona tu mambo ya picha ambazo zinatengenezwa ndani ya maabara. Bubu wanatoa nyote, mmesha panic kwamba wamefika, wamepita. Hivi mnajua mwezi uko sehemu gani? Mwezi haumo duniani, hapana. Mwezi uko ndani ya ulimwengu. Na ili kwamba mtu atoke kutoka nje ya dunia, hivi mnajua kuna kitu gani, sasa kuna vitu gani ambavyo mtu anatakiwa kupita ili kuvuka kutoka katika mbingu, yani katika dunia, na kuingia katika ulimwengu? Hivi mnafikiri nini? Kwa sababu mwelewe kwamba dunia iko ndani ya ulimwengu huu, kwa sababu kuna mamiliati na mabilioni na mabilioni ya malimwengu, lakini dunia pia imo ndani ya ulimwengu. Hivi mnaelewa vizuri? Sasa ulimwenguni, yaani tunapofumbua macho aweza kuangalia nje, tunaona nini? Tunaona ndani kuna nini? Kuna mawingu, achana mawingu kwanza, tuseme vitu ambavyo vinavyoonekana, ambavyo watu wengine wanaviongelea, mwezi, jua, nyota, mambo kama hayo. Haya yote yako ndani ya ulimwengu. Hivi mnaelewa vizuri? Hivi mnajua kwamba kuna mtu wa namna gani? Mnafikiri hawa wazungu hata wawe na teknolojia ya namna gani, hawawezi wakatengeneza chombo ambacho kinaweza kikatoka kwanza hata ile ngao ya dunia. Mnajua gisi na vitu, yaani inaitwa safu ya ozoni, ambapo Kifaransa wanasema couche d'ozone. Yaani hiyo safu ya ozoni ni namna ya ngao ambayo inalinda dunia dhidi ya mionzi, dhidi ya ukali makali ya jua. Ikiwa tunatembea hapa, mnasikia kwamba kuna joto, kuna jua kali, wengine wanakufa kwa hivyo, mwelewe kwamba ni afadhali, kwa sababu kuna hiyo ngao ambayo inazuia hayo. Sasa tuseme kwa mfano hiyo ngao haipo, sote tunamalizika katika dunia hii, tunaisha, tunateketea, kwa sababu nguvu ambayo jua inayo hamwezi mkamini. Hivi mnaelewa vizuri? Hamwezi mkamini, sote tunamalizika. Wanawambia kwamba hata nukta kidogo ya jua ambayo inaweza kufanya chup, inashinda kila aina za bomu za nyuklia zote ambazo zinaweza zikatengenezwa katika dunia hii inaonekana. Hivi mnaelewa vizuri? Sasa ni chombo gani ambacho hao wanaojiita kwamba ni wanasayansi, sijui wanaanga, wanaweza wakatengeneza ili kupita? Mimi sijasema kufika ndani ya ulimwengu, nasema tu kutoka tu katika nini, katika dunia hii, ili kuelekea katika ulimwengu. Hivi mnafikiri ni kitu gani ambacho, ni chombo gani ambacho wanaweza wakafanya? Sijamaanisha kwamba haijawahi kutokea kwa watu weusi, waliwahi kufanya hivyo, kwa sababu walipata mafunzo kutoka kwa roho za agizo kula vitu, namna gani ya kutengeneza nani chombo hicho ili kwenda, na sio kila mtu ambaye anaweza kawa na teknolojia hiyo ya mtu mweusi. Hilo mlielewe vizuri.
Oh, mara wanaonyesha hiyo hicho chombo chao, kwamba wanazunguka mwezi. Mnaona mwezi kuko giza tupu, hakuna hata nyota. Sasa baada ya watu kusema kwamba mbona hatuoni nyota, wanaanza kutoa picha zingine ambazo wanaonyesha tu nyota tuko mbalimbali, angalia, anasema angalia hao, na bado mtaumbuka tu. Sasa mjiulize, ikiwa sisi tuko duniani tunapotazama hivi tunaona nyota kweli kwa umbali, sasa wao ikiwa wamesogea hadi kwenye mwezi, inakuwa namna gani tena nyota wanaziona kama afadhali? Hata sisi ambao tuko chini tunaona afadhali, labda nyota inaweza kuwa hata kubwa kidogo. Sasa inakuwa namna gani wao walio huko juu ambako kwenye mwezi wenyewe tena watuonyeshe tena nyota ambazo ni tudogo tudogo? Wanapenda kucheza na akili zetu. Sasa namna gani wanafikiri kwamba sisi tuko wajinga katika miaka hiyo? Miaka ya 1900 walisema 69 ndio walienda mwezini, kwamba walienda wakatulia kwenye mwezi. Mwangalie taswira za picha ambazo wanazoonyesha, bendera ya Marekani inapepea hivi. Wapi? Wakati gani ambapo mnasikia kwamba kuna upepo huko? Inakuwa namna gani? Wao wanawaambia kwamba unapokuwa huko, yani ni kama vile unaweza ukalemea, yani unaweza ukawaki angani hivi. Sasa inakuwa namna gani udongo ambao wanaotuonyesha, na kuna nusu kidogo ya udongo kidogo ambapo wanasema kwamba ni kwenye mwezi, wao wanapotembea huu udongo unabaki tu chini, lakini hauwezi ukasimama. Yani udongo huu umesha kuwa mzito zaidi kuliko hata wao wenyewe. Ndio maana ndugu zangu, hata kama wanaweza kujidai kusema kwamba wao wana teknolojia, hata hivi mtumie kwanza busara na akili ili mjiulize maswali ambayo ni ya msingi. Na nashukuru kwa sababu kuna baadhi ambao wanakataa, lakini hawezi wakaeleza, wanasema na haiwezekani. Na haiwezekani. Achana na hao mambo ambayo wanayafanya, mambo ya video ambazo ni Photoshop ambazo wanazitengeneza alafu wanawatumia watu. Hawa wamedema katika bahari ya Atlantiki, wameenda kuokolewa na wanajua kwamba hawakufika sehemu yoyote hiyo. Wanajua ni mchezo ambao wanawachezea tu. Hata wa China nao pia baada ya kuona wenzao wamesema kwamba wametembea kwenye mwezi, nao pia wakasema kwamba walienda kwenye upande uliofichika wa mwezi. Sasa walisubiri Marekani iseme kwamba no, sio ukweli, mnadanganya, ili wao pia na watoe nje kusema kwamba hata wenyewe hamjawahi kufika. Ni mambo na wanapiga dili kuhusiana na haya mambo, na walio sasa wamefika huko, alafu kwa mujibu wao ni nini ambacho kimebadilika? Wameleta nini? Wameshikashika picha ya viumbe n'importe kwa, tuachie uvurugo. Neno likiruhusu tutaleta mafundisho ambayo tuwaonyeshe ni namna gani mwezi ulivyoumbwa, jua liliumbwa namna gani, nyota ziliumbwa namna gani, ziko namna gani nyota hivi. Nyota mnafikiri iko namna gani? Je, nyota ina machongo kama jinsi mnavyoona? Je, ni duara aiza namna gani? Haya mambo yote msubirini, yanakuja. Mzaliwa wa pili tayari amesha yaongelea. Sasa hapa tunapanda sasa kwenye maarifa ambayo yako juu hata ya mwezi, juu hata ya nyota, juu hata ya jua. Haya ambayo tunaenda kuongelea kwa siku ya leo ni kuhusu mahada, sio mada, mahada. Mkifaransa wanasema matiere, kwa wale ambao hawajui Kiswahili hiki cha mahada nyeusi, yani matiere noire. Matiere noire, mahada nyeusi, hasa meusi, kwa sababu Mkiingereza sijui wanasema kama mata, sio mata ya matatizo hata mengine, black matter, vitu kama hivyo. Okay, mtaenda kuelewa vizuri. Kwa hiyo tutaongelea kuhusiana na mahada nyeusi, kuna mabano wengine wataita mahada ya mwanga hafifu, yani wanasema matiere sombre. Nasema hivyo Kifaransa kwa sababu kuna wengine ambao hiki Kiswahili hawatakielewa, ndio maana nachanganya ili wasiwe mbali sana na haya mafundisho. Lakini pia na nishati ya mwanga hafifu katika ulimwengu, nishati ya mwanga hafifu katika ulimwengu. Mkifaransa wanasema l'énergie sombre dans l'univers. L'énergie ya nishati sombre, kwa sababu sombre ni mwanga hafifu, ni kama vile ni giza, lakini sio giza, kuna kamwanga, ndio unaweza ukasema kwamba ni sombre, kwa sababu kuna tofauti kati ya hiyo sombre, kuna tofauti kati ya nuit, aiza obscurite, ténèbres, mambo kama hayo. Kwa hiyo unatakiwa kujua haya mambo utofauti kama gisi ulivyo. Ni kitu gani haya mambo ambayo tunaongea? Mahada nyeusi na nishati ya mwanga hafifu katika ulimwengu ni kitu gani? Maana wao wanaojiita wanasayansi, wao wataongelea haya mambo na wataanza kuleta vidhibitisho vyao, sio vidhibitisho, wataongea mambo wakikadiria kwamba labda ni hivi. Sasa mambo ambao wao wanakadiria, baadaye wanabadilisha msemo, wanabadilisha maneno, wanakuja kusema kwamba ndivyo ilivyo.
wakati wao wanapokadiria hakuja kuwa na udhibitisho wowote kuhusiana na kile ambacho wanachokiongea. Kwa hiyo ndugu zangu, mfanye angalisho, hapa tuko na mwalimu pekee ambaye ni mwanasayansi pekee, hachana na wengine wote. Yote historia zote za sayansi yote ambayo tulipata bado tuko shuleni na mambo mengine, uongo mtupu, mambo mengi yamedanganya. Kwa hiyo twende hapa ili muende kujua ni nini ambacho wanachokiongea. Mkiandika kwenye Google namna wanavyoongea kuhusiana na mahada nyeusi na nishati nyeusi, aidha nyeusi aidha nishati ambayo ni ya mwanga hafifu, wao wanasema kwamba ulimwengu huu ambao sisi tunauona kuna asilimia fulani inayoonekana, lakini asilimia nyingine haionekani. Ni kweli, ulimwengu unapotoka hata nje, unaweza ukaangalia juu, unaangalia na zaidi sana wakati ambapo kama kuna mawingu ambayo yanasumbuasumbua, unaweza ukaona mambo kweli kweli. Lakini kuna sehemu nyingine, kuna upande mwingine wa ulimwengu huu unaoonekana ambao sisi hatuwezi tukaona, sisi hatuoni. Nao pia wanasema ni hivyo. Sasa katika yale mambo ambayo tunayoyaona sisi kwa macho yetu katika huu ulimwengu, wao wanakadiria sasa nishati, nguvu, uweza uliomo kuhusiana na hayo mambo ambayo sisi tunaweza tukaona, kwa sababu tunaweza tukaona mwezi, jua, nyota, mambo kama hayo. Hizo zote wao kwa mujibu wao inaunganisha, inaunda nani, ulimwengu unaoweza kuonekana kwa macho ya watu. Sawa. Sasa wanasema kwamba kuna asilimia, wanasema kuna asilimia 68.3 ya nishati yenye mwanga hafifu. Ndivyo wao wanavyosema. Sikilizeni kwa makini. Haijamaanisha kwamba hiyo asilimia 68.3 kwamba ni asilimia ya mambo ambayo sisi tunayaona. Hapana, sikilizeni vizuri, kwa sababu hiyo nishati yenye mwanga hafifu kama jinsi wanavyosema hawawezi wakaiona wao. Hivi mnaelewa vizuri? Ndivyo wanavyosema. Alafu wanasema kuna asilimia 26.8 wa mahada nyeusi, yani ambayo sema matiere noire, kwamba hiyo nayo pia ipo, lakini wao hawawezi wakaiona, inajificha kabisa, iliko upande mwingine wa ulimwengu. Na alafu wanasema kuna asilimia 4.9 ya mahada ya kawaida. Sasa yani maada ya kawaida, ya materia ya kawaida, yani maada ya kawaida katika ulimwengu huu unaonekana. Sasa wanaposema kwamba maada ya kawaida ni nini hasa, ndio haya ambayo nimewatajia kwamba watasema kwamba kuna nyota, mwezi, nini, haya mambo yote ambayo, kwa sababu kwao nao pia wanajua kwamba ni nishati za hali ya juu ambazo ziko halisi. Hilo wanalijua vizuri, hilo wawezi wakapenda. Sasa pamoja na hayo, sasa ni kitu gani ambacho kinaendelea sasa? Wanasema kwamba ina maana kwamba asilimia 95 ya ulimwengu huu unaoonekana, hiyo asilimia 95 haionekani, yani ni invisible, yani ni invisible, yani haionekani kabisa. Hiyo mwelewe vizuri jinsi wanavyosema. Lakini wao wanasema kwamba haionekani, lakini mimi nawaambia kwamba inaonekana. Hiyo asilimia hata 95 inaonekana. Kwao ni hiyo asilimia 49, asilimia 4.9 kwamba ndio inayoonekana, ya nishati inayoonekana ya kawaida kama jinsi walivyosema, lakini asilimia 95 kwamba hiyo hawawezi ikaonekana. Sasa mimi nasema kwamba hata hiyo 95 ambao wanaosema nayo pia inaonekana, lakini inategemea ni nani anayeona na yuko wapi huyu mtu wakati anapoona hayo mambo ambayo wao hawayaoni. Sasa swali ambalo tunaweza tukajiuliza, ikiwa wao hawayaoni haya mambo, sasa namna gani wanaweza wakakadiria, namna gani wanaweza wakaweza kupima kitu ambacho wao wenyewe hawakioni, na wanaleta na hesabu kwamba ni asilimia hii na hii? Wanajuaje kwamba ni asilimia hiyo, ili kusema kwamba asilimia 4.9 ndio mambo aza nishati inayoonekana, lakini asilimia 95 kwamba hiyo haionekani? Walipima namna gani? Walitumia kipimo gani ili kujua hivyo? Hiyo nishati ambayo iko ndani ya ulimwengu. Haya yote wanaongea, lakini hawana uhakika wa kile wanachoongea. Kwa hiyo ni kweli hiyo asilimia 95 haionekani kwa watu walio katika hali inayoonekana, lakini wale walio nje ya ulimwengu wanaona kila kitu. Ndio maana nikasema kwamba inategemea ni nani anayetazama na yuko wapi huyo kitu. Lakini pia mtu ambaye yuko katika hali inayoonekana anaweza, ulimwengu, yani ulimwengu wa kiroho unaweza ukaruhusu kwamba atoke aone katika hali ya kiroho hayo mambo akayaona. Hilo mlielewe vizuri. Kwa hiyo zana ya kusema kwamba haionekani inategemea ni kwa nani. Kwao hawawezi wakaona, ni kweli. Kwa wengine tu katika hali inayoonekana hawawezi wakaona, ni kweli, lakini sio kwa kila mtu.
na sehemu ambapo wanapatikana. Zaidi sana wale walio nje ya ulimwengu wanaona. Sasa yote hayo ambayo nimeanza kuongea ulikuwa ni utangulizi tu, ndugu zangu. Tunaingia sasa kwenye kipengele cha kwanza, na vitabu ambavyo tutagusia ni viwili. Kuna Kalata Ndimsi na pia Kalata Bambululuma Bungulane, yani kitabu cha malaika walioanguka utaratibu wa 3, ambavyo mnaweza mnaweza kuviagiza kupitia Les Editions, tovuti ya Les Editions zurlasan.com. Hapo mnaweza mkapata hivi vitabu. Sasa kipengele cha kwanza ni mshangao. Hicho ndio kipengele cha kwanza. Kwa sababu mshangao, kwa nini? Kwa sababu yule atakayetuelezea hapa kuhusiana na hayo mambo aliyoyaona sio mwingine bali ni Dubuisset. Dubuisset ndio watachukua jina lake, watabadilisha, watasema kwamba yeye aliitwa Enoch, Isaac Enoch, lakini tunajua kwamba jina lake halisi aliitwa Dubuisset, alikuwa mweusi. Yeye alitembelewa na kaka zetu wa kiroho wawili, mmoja anaitwa Dibangani na mwingine Biedi. Hao wawili walimtembelea, alafu wakamsafirisha katika ulimwengu wa kiroho. Ataenda kuona mambo ya ajabu, na kati ya mambo haya ndio haya ambayo tunaongelea kuhusiana na mahada nyeusi, aidha nishati yenye mwanga hafifu, aidha nishati nyeusi. Hayo ndio mambo ambayo ataenda kuongelea. Hayo ndio mambo ambayo atampatia mshangao. Kwa hiyo ataenda kueleza, na wakati anapoeleza yeye anaona. Kwa hiyo yeye yuko nje, anazidi hata wote wanaojiita kwamba ni wanasayansi ambao wanafikiri kwamba hili liko hivi. Yeye aliona, sio kwamba ameelezwa, ameona, ameshuhudia, akashangazwa na hayo mambo. Sasa wale wote wanaowapatia hiyo sayansi ya nishati nyeusi, aidha mahada nyeusi, hawawezi wakawapatia udhibitisho wa haya ambayo yeye ataenda kuyaongea, kwa sababu aliyaona. Na sababu ya mambo hayo kuwepo ni nini hasa? Lengo ni nini? Hayo mambo ataenda kutueleza. Ndio maana katika kitabu cha Kalata Bambululuma Bungulane, kitabu cha malaika walioanguka utaratibu wa 3, sura yake ya kwanza mstari wa 1364 hadi 1372, anasema hivi Dubuisset: nilishangaa sana nilipoona na kuelewa kwamba kwanza, kabla sijaingia hapo ndani, muelewe kwamba ndugu zangu, Dubuisset wakati alipoona mambo, aliona mambo mengi sana. Yaani alienda hata kuonyeshwa ulimwengu wa giza la kichawi, pale ambapo shetani mdima bobe na malaika walioanguka utaratibu wa kwanza na wa pili wametulia, wapo. Aliona hayo. Kwa hiyo ataingia katika mshangao, na hapo katika mshangao wake ataenda kuelewa kitu ambacho wengine hawajawahi kukielewa. Na hicho kitu ni nini? Ndio maana tunaendelea kusoma. Nilishangaa sana nilipoona na kuelewa kwamba ulimwengu wa giza ulikuwa chini ya mamlaka ya roho wa giza, na karibu na roho wa giza kulikuwa na roho msimamizi wa giza lenyewe. Hai, hicho ndio kitu cha kwanza anaanza kuelewa. Akasema kwamba mimi nimeshangaa kwanza kwamba ulimwengu wa giza la kichawi uko chini ya mamlaka ya roho wa giza. Ina maana kwamba huyo roho wa giza ana uweza, ana nguvu kuliko, yani ni yeye aliye msimamizi wa ulimwengu wa giza la kichawi. Yani ulimwengu wa giza la kichawi upo ndani ya mamlaka yake. Hivi mnaelewa vizuri? Ina maana kwamba shetani mdima bobe, malaika walioanguka utaratibu wa kwanza wa pili, wote wako chini ya mamlaka ya roho huyo wa giza, na hilo giza linashinda hata giza la ulimwengu wa kichawi. Hivi mnaelewa vizuri? Yani hilo giza hilo linashinda hata giza la ulimwengu wa shetani, ambapo shetani mdima bobe yupo, anaogopa hata hilo giza lenyewe. Sasa kwa hiyo nani aliwaambia kwamba giza ni mbaya? Wale wanaosema kwamba giza ni mbaya, nani aliyewaambia kwamba giza ni mbaya? Lakini tatizo ni kwamba katika ulimwengu wa giza la kichawi, yaani vile viumbe vilimo humo ndani ya ulimwengu huo wa kichawi, na ndio maana imesemwa ulimwengu wa giza la kichawi. Yaani uchawi huu utakuwa kutokana na viumbe ambavyo ni vibaya vilivyo humo, wao wenyewe ndio ubaya. Lakini ulimwengu wa giza peke yake tu hauna matatizo, hauna kosa, hauna matatizo, sio mbaya, ni mzuri. Kwa hiyo ndio maana atasema hapa kwamba ulimwengu wa giza ulikuwa chini ya mamlaka ya roho wa giza, na karibu na roho wa giza kulikuwa roho msimamizi wa giza la ajabu.
Anaendelea kusema pia nilipenya kwamba mudima muititi. Hey, mudima muititi, yani roho anayesimamia giza ndio anaitwa mudima muititi, ndiye mwenyewe ulimwengu wa giza. Hai, yani unaelezwa kwamba ulimwengu wa giza ni roho wa giza kula vitu, yani unaambiwa kwamba ulimwengu wa giza ni malaika. Utaelewa namna gani? Ili utapenya namna gani? Yani huyu roho ambaye ni muititi, ambaye ni roho msimamizi anayesimamia giza lenyewe, ndiye ulimwengu wa giza yeye mwenyewe, na kwamba ulimwengu wa giza ambapo musingedi, yani mpinzani, Satan, shetani na bamulolo mabungulani, yani malaika walioanguka utaratibu wa kwanza na wa pili wanaishi, unapatikana kuwa chini ya kivuli chake, kuna mabano, yani utawala, nguvu. Hivi mnaelewa vizuri? Hicho ni kitu ambacho kilimshangaza Dubisi. Aliona akasema, wow, haya mambo. Kwa hiyo wale watu wanaosema kwamba shetani yeye ndio sijui prince wa ulimwengu, yani prince wa ulimwengu wa giza. Kama yeye ni prince wa ulimwengu wa giza, mjue kwamba kuna king, kuna mfalme sasa, na mfalme ndio huyu mudima muititi, ndiye anayetawala, ndiye mwenyewe huu ulimwengu wa giza. Katika muungano, kuna mabano, chini ya mtazamo wa roho wa muungano tunafunga mabano pamoja na mudima muititi, roho anayesimamia giza, tunafunga mabano. Mudima bulu, mudima bulu, kuna mabano, roho wa usiku pia alitumia, kuna mabano, hutumia, tunafunga mabano. Mamlaka yake juu, tunafunga mabano, na katika, tunafunga mabano, ulimwengu wa giza ambao uko chini ya kivuli cha mudima muititi, kuna mabano, roho anayesimamia giza. Dubise anaendelea kutuambia, na huo ndio mshangao ambao aliopata katika wakati uliofuata. Mimi Dubise pia niliona kwa makini walioanzishwa ambao watajizirisha katika kila ustaarabu muda mrefu baada ya gharika na mgawanyiko mkuu wa vipande vya bara. Watapiga kiroho, watapigana kiroho na miseto. Aidha watapiga kiroho miseto. Miseto ndio nani? Demoni za kiume na za kike, tunafunga mabano, wazao wa bamulolo mabungulani, malaika walioanguka wa utaratibu wa tatu. Kwa hiyo Dubise hata kwa wakati huu akaona kwamba katika nyakati mbalimbali, katika staarabu mbalimbali, kutatokea walioanzishwa, watu weusi ambao watapambana zidi, watakaopiga hizo demoni zinazoitwa yani bijeje katika jamii zote hizo. Jike dume wataendelea. Dubise aliona hivyo. Ndio maana tunaingia katika kipengele cha pili, kukemea masimulizi ya uongo kuhusu asili ya maada nyeusi na nishati yenye mwanga hafifu katika ulimwengu. Hapa sasa, kwa sababu baada ya hapo yeye ameshajua ni kitu gani, na atatueleza zaidi sana ni nini hasa nishati nyeusi za maada nyeusi ni nini hasa, ataenda kutuelezea. Lakini kuhusiana na hii simulizi tayari watakuja kubadilisha. Ndio maana anasema simulizi kadhaa za uongo, kuna mabano, historia, hadithi, matukio, tunafunga mabano, kuhusu chimbuko la ulimwengu, tunafungua mabano, malimwengu na mahada nyeusi, mahada ya mwanga hafifu na nishati ya mwanga hafifu katika ulimwengu, yani pulsa, kuna mabano, yani ni aina za nyota za neutron zinazozunguka zenyewe kwa kasi kubwa sana, kama jinsi wanavyosema tundu nyeusi, kuna mabano ya aina tofauti, tunafunga mabano. Asili na matendo ya musingedi, yani adui ambayo ni shetani, na ya bamulolo mabungulane, malaika walioanguka wa utaratibu wa kwanza na wa pili na watatu, ikijumuisha miseto, yani demoni za kiume na za kike, zitaandikwa. Nini zitaandikwa? Hizo simulizi za nini? Za uongo zitaandikwa, kuna mabano, chini ya uvuvio wa kichawi, tunafunga mabano, na wasioanzishwa kadhaa ambao ni watu weusi wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko metis, tunasimama hapo, kuna nota. Kwa hiyo hizo hadithi za kuhusiana na mahada nyeusi ambao tutasema mahada ambayo ina mwanga hafifu, aidha nishati nyeusi, aidha wanasema nishati iliyo na mwanga hafifu, kuhusiana na historia ya shetani Budima Bombi na kikosi chake chote hadi kwa demon, yani historia zao, simulizi zao zitabadilishwa na wasioanzishwa ambao ni weusi, wasiokubali ukweli, lakini pia na wazungu na damu mchanganyiko. Maana yake Dubise alikuwa anajua mahada
nyeusi na nishati ya mwanga hafifu. Sasa nishati nyeusi ni kitu gani? Alijua maana yake ni nini. Sasa aliyaona kwa sababu hayo mambo yanaonekana. Kwa hiyo ndio maana inategemea ni wapi unapopatikana. Kwa hiyo wao wanasayansi wanaposema kwamba hayo mambo hayaonekani, ni kwa upande wao hawaseme hivi, wasiongelee kwamba watu wote kwamba hawaoni hiyo. Kwa hiyo Dubise anatueleza kwamba yeye hayo aliyaona. Kipengele cha 3, mahada nyeusi ambayo ni maada yenye mwanga hafifu na nishati yenye mwanga hafifu, wanaweza kusema nishati nyeusi katika ulimwengu. Anaendelea kutuambia namna gani mahada nyeusi. Sikilizeni kwa makini, kwa sababu mafundisho haya sio marefu sana, ni madogo tu. Mahada nyeusi, kuna mabano, mahada ya mwanga hafifu na nishati yenye mwanga hafifu katika ulimwengu, yani malimwengu. Ina maana, inapenda kumaanisha nini? Yani hayo mahada meusi na pia nishati nyeusi havipatikani tu katika ulimwengu huu unaoonekana, lakini pia hata na malimwengu yote hayo mahada nyeusi yapo, nishati nyeusi zipo, yani kila aina ya ulimwengu hayo mambo yanapatikana. Anatuambia ni chembe ndogo. Sikilizeni kwa makini, ni chembe, yani mahada nyeusi hasa nishati nyeusi ni chembe ndogo zinazotokana na, kuna mabano, uwepo wa madiba ebaidi, yani maji ya msingi, yani maji ya kwanza kabisa, maji ya msingi. Namna gani? Ndio maana nawaambia kwamba hapa tuko nje kabisa ya sayansi inayojulikana katika hali inayoonekana. Ndio maana tunawaambia kila mara kwamba malimwengu yameumbwa kwa maji, lakini hayo maji sio maji ambayo unayochota kwenye bomba yako, yani aina nyingine ya maji. Ndio maana wakati huu ndio hasa wanasayansi wanaanza kuelewa kwamba kwamba ulimwengu pia ni maji. Tunasema angalieni, yani mambo ambayo tumeshaongea sisi, nao sasa baadaye wanakuja na haya mambo ambayo naongea leo. Msishangae kwa miaka inayokuja watayaongea nao pia kwamba wao wamegundua hivi, wameona hili, wameona lile. Sikilizeni kwa makini, ndio maana sisi tuko mbele ya wakati. Watakuja kuongea baadaye. Tuliongea kuhusiana na swala la nyuklia. Tuliwaambia kwamba hii teknolojia yote hii ambayo mnayoiona ilianzia Afrika. Ni watu weusi ndio waliobeba hiyo teknolojia. Hivi hatukusema hivyo kila wakati. Wao walifanya ugunduzi wakati huu, na mnaweza mkasoma kwenye mitandao. Walifanya ugunduzi ambao umewachanganya muda huu nchini Gabon. Gabon ni wapi? Sio Afrika ya Kati, kwamba waliona mabaki ya mambo ambayo ni ya nyuklia zaidi ya miaka miliati kama 2 iliyopita. Kwa wanasema hilo haliwezekani, miliati 2. Kwa mujibu wao hapakuwa mtu duniani bwana. Sasa inakuwa namna gani? Wanachanganyikiwa sasa. Mnaelewa hiyo? Sasa ni miaka wao wamegundua hiyo. Sasa hivi ndio wamegundua mambo ambayo tunayoongea sisi. Sio kwamba tunaongea kwa sababu tuongee tu. Hawajafanya uchunguzi. Wajaribu kuingia katika bara letu vizuri, wafanye uchunguzi, wataona mambo ambayo wanakimbia na hawapendi kufanya uchunguzi wa mambo haya yote ambayo zaidi sana katika bara letu. Maana wakisubutu kuendelea kufanya mambo ambayo watayaona, yani historia zote ambazo wameshalaza wameshaingiza ndani ya watu, vyote itakuwa ni sifuri. Yani kila kitu kitaanza kwenye sifuri. Maana mambo ya sayansi tumelishwa matongo kwelikweli. Haya mambo yao kwamba mtu wa kwanza alipanda, walienda mwezini, wakaeka n'importe quoi. Wewe unafikiri nani mwezi ni kitu gani? Watakwambia mwezi ni mwamba, unaweza ukaingia, unaweza ukakaa juu ya mwamba. Nani mwezi? Unaweza ukaingia ndani ya mwezi. Hivi unaelewa vizuri? Mwezi unaingia ndani na uwezo ukaingia kwa mwili wako huu. Ni chombo gani ambacho kinaweza kikaingia ndani ya mwezi, aweza kukaa juu ya mwezi? Wewe unajua uweza wa mwezi ambao uko na mwezi ndio unakufanya wewe ukue. Unapokuwa mdogo unakuwa ni mwezi. Kadiri unavyosogea karibu ya mwezi unaendelea kuzeheka. Hivi mnaelewa vizuri? Yeyote ambaye anaweza akafikia kwenye mwezi atakuwa tayari ameshamalizika. Kwanza utatoka namna gani katika dunia ili kuingia katika ulimwengu, na kwa chombo kipi ambacho utatengeneza? Watu tuwe makini hapa. Tuongelee kile chombo ambacho Busi kile chombo ambacho Wumse ambao wataita Nuhu alitengeneza, ambao wataita safina ya Nuhu. Hicho ni kitu kingine. Hiyo ilipaa, ilienda kabisa kwenye stratosphere. Hiyo hatujakataa, na tunajua ni namna gani ilivyotengenezwa ili kwamba ipate kupenya hapo, sio kwa akili yake. Ndio maana wanaambia kwamba Mungu alimwambia Nuhu, tengeneza hivi, fanya hivi hivi. Ni Mungu ndiye aliyemwambia, ili kuambia kwamba ni kaka zetu wa kiroho waliomfunza, waliomwambia Wumse namna gani atatengeneza hicho chombo.
ili kwamba kipite, kwa sababu kisiungue. Kisiungue na katengeneza. Sio hawa wanatengeneza mambo yao kama vile ya katuni ya watoto, kwamba wanapanda wako ndani, mnaona vitu vingine ndani, vimoja vinashuka chini na vingine ndio viko vinalemea juu. Sasa ujizi hicho kinashuka chini kwa nini na vingine viko juu? Msitufanyie kama vile watoto. Sisi tumeshapita katika huu ujinga, hatuwezi tukaingia tena katika mambo yenu ya ajabu ajabu. Sasa kwa hiyo Dubisi atasema namna gani? Atatuambia kwamba hiyo ambayo mnayoita mahada nyeusi, ambayo watasema matiere noire, aidha matiere sombre, aidha nishati nyeusi, aidha nishati ya mwanga hafifu, ambayo ni nani matiere aidha wanasema nani energie sombre, wanawaambia kwamba ni chembe ndogo zinazotokana na madiba ebaidi, yaani maji ya msingi. Maji ya msingi maana yake ni nini? Yaani ni wakati ambapo malimwengu yalipokuwa yakiumbwa, sasa hayo maji, hiyo nishati ikaachwa kwenye kila ulimwengu. Hivi mnaelewa vizuri? Sasa lengo lake ni nini? Kwa nini iliachwa? Kwa nini hiyo nishati nyeusi? Kwa nini hayo mahada nyeusi ibaki? Kwa nini? Lengo lake ni nini? Ndio maana tutaenda kuambia. Anaendelea kusema, na mada hiyo nyeusi, mahada hiyo nyeusi, kuna mabano, mahada ya mwanga hafifu, tunafunga mabano, na nishati ya mwanga hafifu zilizomo katika ulimwengu, kuna mabano, malimwengu pia ziko chini ya uangalizi wa mudima madiba ebaiti, yaani roho wa maji ya msingi, aidha maji ya awali, aidha maji ya kwanza. Kwa hiyo haya yote ambayo ni mahada nyeusi, aidha nishati nyeusi, vyote hivyo viko chini ya uangalizi wa mudima madiba ebaiti, yaani roho msimamizi wa maji ya awali, maji ya msingi. Kuna mkato, sio yeye tu, ya roho msimamizi wa maada nyeusi, yaani kuna roho pia ambaye anasimamia hayo mnayoita matiere noire, yuko msimamizi wa hayo aiza maada ya mwanga hafifu. Kuna mkato ya roho msimamizi wa nishati ya mwanga hafifu ambayo mtaita energie sombre. Kuna roho pia msimamizi wa hiyo nishati hafifu, aiza nishati ya mwanga hafifu, aiza nishati nyeusi, ya roho wa giza anayejulikana kwa jina la mudima bulu, yani roho wa anayewakilisha anayejulikana kwa jina la mudima bulu, roho wa giza. Lakini ligiza ni giza ambalo liko la kina zaidi, kwa sababu kuna muititi, mudima muititi na mudima bulu, yani hii ni usiku pia tunaweza tukasema hivi. Lakini pia iko chini ya uangalizi wa roho wa shimo la kina sana, anayejulikana kwa jina la mudima ewonda. Mudima ewonda, yaani hile ambao wanayoita gouffre mkifaransa, gouffre profond, yaani shimo la kina sana. Na kama mnataka kuelewa, ni ndani ya shimo hilo la kina sana ndimo panapatikana mahada nyeusi ambayo wataita matiere noire. Haya mambo ambayo mnayasikia, kuna wakati ambapo hawa wanasayansi watayasema baadaye, msikilize vizuri. Ni katika shimo hilo ambao wanaita gouffre, aidha sijui wanaita namna gani mkifaransa, aidha tabaka, aidha sijui safu, sijui gouffre, ambayo ni shimo la kina sana ambamo mahada nyeusi, nishati nyeusi aidha ya mwanga hafifu vimo ndani humo. Sasa ni giza nini? Hauwezi ukaona. Hivi mnaelewa vizuri? Ni giza. Ndio hakuna chombo chochote ambacho nasema hapana, sisi wao wanaweza kuunda hadi kufikia kwenye mahada nyeusi, aiza matiere noire, aiza energie sombre, aiza hiyo nishati ya mwanga hafifu. Maana ili kufikia huko, sikilizeni kwa makini, ili kufikia hapo mnatakiwa mtengeneze chombo ambacho kina kasi inayozidi kasi ya mwanga. Hivi mnaelewa vizuri? Watu na sio tu, yaani ni chombo ambacho kasi yake iwe kwanza yaani iwe zaidi hata ile kasi ya mwanga. Hivi mnaelewa vizuri? Sasa ni zaidi ya hapo, maana kitu ambacho kinatembea kwenye kasi ya mwanga
Maana yake ni nini? Macho yako ya kimwili hawezi akaona, ndio maana yake. Watawaambia kwamba walipanda, walikuwa na chombo ambacho kilikuwa sijui kinapiga sijui kwa saa moja sijui kama kilomita kama 2020 kilomita kwa saa. Ni kitu gani kilomita 2000 kwa saa hizo mingine? Ni bure. Unaambiwa kwamba hauwezi ukaona chombo ambacho kinachotembea kwa kasi ambayo iko zaidi ya mwanga, uone kwa macho yako, inaenda ikawa vile. Kwa mfano mtu anatembeza gari kwa kasi ya kilomita 50, gari inapita kukija gari ambayo inatembeza kwenye kilomita 100 kwa saa, inaenda sasa. Kama ni 200, kama ni 300, yani kama ni 600, kama ni 1000 za mwingine, hauwezi ukaona. Kufanya hivi tayari hakuna kitu hivi. Mnaelewa vizuri? Sasa iwe zaidi ya hapo, hiyo kasi, hicho chombo ambao watatengeneza namna gani hivi? Ndio maana kipengele cha 4 na ndio kipengele cha mwisho, mahada nyeusi na nishati ya mwanga hafifu katika ulimwengu vimetoka wapi na lengo lake ni nini? Lengo lake ni nini? Mnatakiwa kuelewa. Dubi sana endelea kusema mahada nyeusi, kuna mabano, mahada ya mwanga hafifu, tunafunga mabano, na nishati ya mwanga hafifu aiza energy sombre katika ulimwengu aiza malimwengu viliumbwa, kuna mabano, kudhihirishwa kwa udhihirisho wa bepule dimpuli, yani mapenzi ya tete wakati wa kuundwa kuna mkato uumbaji wa giza kuna mkato wa giza la ajabu linalofunika shimo la kina sana. Maana yake ni nini? Yaani unaambiwa kwamba ulimwengu una kina kirefu sana. Maana unapoangalia ulimwengu, yani ni kama vile tukasema labda ni shimo. Yes, ni shimo ndefu sana ambalo huwezi ukaona mwisho wake. Hivi mnaelewa vizuri? Huwezi ukaona mwisho wake. Ndio maana tunaweza tukaona haya hapa, lakini mambo mengine ambayo yanaendelea hauwezi ukaona hata ufanye kitu gani. Kwa nini? Kwa sababu mnaelezwa hapa kwamba yaani kuna giza ambalo linalofunika hilo shimo hilo la kina sana, na ndani ya shimo hilo ambalo ni la kina sana ndimo kunapatikana hizo matiere noire, yani hiyo mahada, yani mahada nyeusi pamoja na nishati hiyo ambayo ni nyeusi, ndio inapatikana humo. Na ni wakati ambapo ulimwengu wa giza la ajabu ulikuwa ukiumbwa. Sasa wanatakiwa kuelewa kwamba ulimwengu ni tufe, hapana tufariki, hapana, ni tufe, yani wanasema gouffre mkifaransa, aiza ni hapana tufe ni kama vile ni sphere. Yes, ni sphere. Mumwambie hivyo kwamba mzaliwa wa pili amesema kwamba ni tufe, yani ni sphere mkifaransa, ulimwengu. Na ulimwengu mwelewa kwamba malimwengu yote yameundwa kwa maji, lakini sio maji kama maji ambayo tunayo bombani aiza nini, no, ni aina nyingine ya maji, kwa sababu maji yako katika umbo mbalimbali. Mate ni maji, unapokuwa na joto nini, ni maji. Mkojo ni maji. Okay, watu wanasema unakunywa maji kawaida. Okay, haina shida. Mawingu ni maji. Oksijeni ni maji. Upepo ni maji. Hewa ni maji. Hivi mnaelewa vizuri? Sijui kama nimeshataja oksijeni. Oksijeni pia. Kwa hiyo haya yote ni maji, ni katika aina mbalimbali. Hivyo ndivyo unavyotakiwa kuelewa. Kwa hiyo hata malimwengu nayo pia yani ni maji, yameumbwa. Hata dunia hii imeumbwa na nini? Maji. Ndio maana ni katika maji ndipo ikasemekana kwamba nchi kavu ipate kuonekana, ni katika maji. Hata udongo umetokana na maji, kila kitu kimetokana na maji. Hivi mnaelewa vizuri? Unapokula embe ile yale maji ambayo unasema ni tamu, ni maji, yametokana na maji ya msingi, maji ya kwanza. Hivi mnaelewa vizuri? Nikiwaambia kwamba hata moto ni maji, mtakubali? Loba, tunaendelea. Kwa hiyo yani giza la ajabu ndio linalofunika mahada nyeusi, ndio linalofunika nishati ya mwanga hafifu. Maana yake mahada nyeusi na nishati ya mwanga hafifu yani viko juu hata zaidi ya nyota za ulimwengu. Hivi mnaelewa vizuri? Kwa sababu nyota ziko kwenye umbali ambao sijui niseme namna gani, lakini unaambiwa kwamba
hii nishati nyeusi ambao wanayosema hao wanasayansi nini yao sijui ni asilimia ngapi, iko hata nje, iko mbali zaidi ya nyota. Sitasema mwezi wala jua, yani ya nyota, mbali zaidi nyota za ulimwengu. Kwa hiyo hakuna mwanasayansi ambaye atawaambia kwamba ameshawahi kwenda ndani ya nyota. Mmeshawahi sikia kwamba kuna mwanasayansi anasema kwamba tutafika kwenye nyota aza mengine? Hakuna, na hakuna ambaye anaweza kasubutu, labda sijui katika katuni zao. Labda maada nyeusi, kuna mabano, yani mahada ya mwanga hafifu na nishati ya mwanga hafifu katika ulimwengu, yani malimwengu viliumbwa kuzirishwa kwa uzirishi wa bepuledi mpulishi, mapenzi ya tete wakati wa kuundwa, yani uumbaji wa giza la ajabu linalofunika shimo la kina sana. Kwa hiyo baada ya ulimwengu huu unaoonekana, unaojulikana, kuna ulimwengu mwingine, kuna malimwengu kadhaa, kuna mamiliati na mamiliati ya malimwengu. Hivi mnaelewa vizuri? Sasa wanaambia kwamba mahada nyeusi na nishati ya mwanga hafifu ambayo tumeshaona, sasa vina maana gani? Ikiwa wanaumba vitu ambavyo sisi hatuwezi tukaviona, ni kweli, ingawa vipo, sio lazima, kwa sababu ni kweli mtu anaweza kauliza, sasa ina manufaa gani kuumba kitu ambacho watu wengine hawatakiona? Wewe kwanza mwenyewe, wewe umeshawahi kuona mwili wako ndani? Viungo vyote ambavyo vinaunga mwili wako ndani unaviona, unavijua? Lakini vipo, haijamaanisha kwamba kwa sababu uvioni kwamba havipo, vipo. Kwa hiyo sasa jukumu lao ni nini hasa? Kwa nini kuumba vitu kama hivi? Kitabu cha Ebotedi sura yake ya kwanza mstari 24 inasema, giza la ajabu lilifunika shimo la kina kirefu. Kuna mabano, roho wa giza anayejulikana kwa jina la Mudima Bulu na roho wa shimo la kina kirefu anayejulikana kwa jina la Mudima Ewonda zilionekana na kujiweka katika mwendo kwenye nafasi zao kulingana na sheria iliyowekwa na Eala Tete. Tunafunga mababu na uzirisho wa mapenzi ya Tete kupitia neno lake bado ulitumia kipaji chake cha uzalishaji juu ya maji ya msingi, zaidi ya pazia kubwa, kuna mabano, nje ya ulimwengu. Maana yake ni nini? Ni kupenda kuambia kwamba maada nyeusi na nishati ya mwanga hafifu za nishati nyeusi, hivyo ndivyo vinavyolinda ulimwengu huu unaoonekana. Hivyo mnaelewa vizuri? Yes, sikilizeni makini. Wataongea hivyo baadaye wanasayansi katika miaka inayokuja. Yaani hii wanayosema mkifaransa matière noire ou bien matière sombre, aiza energie noire ou bien energie sombre, yaani mambo kama hayo ni ngao, ndio ngao ya ulimwengu huu inaonekana. Sasa hauwezi ukaona, kwa sababu hivi vitu vinapatikana kwenye yani mwisho kabisa wa ulimwengu unaonekana. Na lengo lake ni nini? Yaani ndio ulinzi, vinalinda ulimwengu huu unaonekana. Katika usemi mwingine, ndio ngao ya ulimwengu unaojulikana. Kama vile dunia ina ngao yake ambayo inaitwa ni safu ya ozoni, wanaita couche d'ozone. Safu ya ozoni inalinda dunia dhidi ya mionzi sijuu ya ulimwengu na kadhalika. Vivyo hivyo hiyo nishati nyeusi, aidha nishati ya mwanga hafifu, aidha hiyo mahada, ndiyo ngao ya ulimwengu, kwa sababu juu ya ulimwengu huu unaonekana pia kuna ulimwengu mwingine. Sasa ili kwamba huu ulimwengu, iza malimwengu yanayofuata yasipate kusumbua aidha kulemea ulimwengu mwingine, kunatakiwa kuwepo na ngao, na ndio maana hiyo ngao iko kwenye juu, kwenye mwisho kabisa wa ulimwengu unaoonekana, ili kwamba yani ile nguvu isisumbue ulimwengu. Ndio maana hiyo nishati nyeusi aidha ya mwanga hafifu ipo, lakini pia mahada hiyo nyeusi inapatikana huko, na hakuna mtu ambaye kulingana na wao ambaye anaweza akafika hiyo sehemu. Kwa hiyo ni upande mwingine wa ulimwengu unaoonekana ambao sisi hatuwezi tukaona, kwa sababu kuna giza pia nene ndani. Tunaweza tukaona mwezi, jua, nyota, tunaweza tukaona, lakini haya mambo ambayo nasema yako tena mbali zaidi na nyota. Sijui kama naelewa vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu, nipenda kuambia kwamba mambo ya sayansi kweli, kuna mambo ambayo wao wanafikiria tu. Siwezi nikasema kwamba mambo yote wanaoyaongea wanasayansi wale kwamba yote ni uongo. Hapana, kuna mengine ambayo
ni kweli, lakini kuna mengine ambayo ni ya uongo mtupu. Kwa hiyo mwanasayansi ni mledi tu, mzaliwa wa pili Zuhura, na neno likiruhusu tutaenda kuambia kuhusiana na namna gani mwezi ulivyoumbwa, jua liliumbwa namna gani, nyota ziliumbwa namna gani, ili muelewe kwelikweli kwamba haya maigizo yote wanayoyafanya kwamba sijui walienda wakaenda kuzunguka, wao wenyewe wanasema kwamba mwezi ni mkubwa zaidi kuliko hata dunia. Baadhi wanasema hivi hivi, mnaelewa vizuri. Na ili kwamba upate kuzunguka mwezi mzima, unaweza ukafanya hata karibu mwaka mzima huku ngali unazunguka. Ndio gisi wanasema. Tena watawaambia, watatudanganya kusema, wakati tulipokuwa katika kipindi hicho tulikuwa wadogo wadogo, wanatudanganya wanasema kwamba mkifaransa wanasema la terre tourne autour du soleil. Ina maana kwamba dunia inazunguka pembeni ya nani? Ya jua. La terre tourne autour du soleil. Hivi mnajua maana yake? La terre tourne autour du soleil ni kama mfano huu, tuseme hivi, hii ndio dunia na hii ndio jua. Wanaposema kwamba dunia, hii dunia inazunguka pembeni ya nani? Ya jua, maana yake ni hivi ndio mkifaransa tourner autour, wana tourner autour, tourner autour ni hivi. Sasa kama wanatuambia kwamba dunia inazunguka hivi, kwa nini sasa sisi ambao tuko duniani mara tunaona jua liko juu yetu? Ikiwa kitu kinazunguka hivi pembeni ya kitu kingine, namna gani tunaweza tukakiona tena? Sisi tunaona tena jua kwa juu, tunaliona liko hapo. Ikawaida tungelikuwa tunaliona tu hili hivyo 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 hivyo, kwa sababu dunia inazunguka, la terre tourne autour du soleil. Wangesema mkifaransa kwamba labda le soleil tourne au-dessus de la terre, yani kwamba jua linazunguka juu ya dunia, ingeleta mantiki. Maana unaweza kuangalia inazunguka, okay, hii ingeleta mantiki. Wanaongea mambo ambayo wao wenyewe hawajui namna gani. Kuna mada nyingine ambayo nimeona kwenye mitandao hadi muda huu mimi nimefanya video, bwana, watu sijui kama watu wanaangalia hizo namna gani. Dunia ni flat, dunia sio flat. Dunia sijui ni duara. Dunia si duara. Tuongee namna gani ndugu zangu? Niwaambia kwamba dunia ni duara, lakini sehemu ambapo watu wanakaa iko flat, iko tambarare. Yaani ni kama vile chungwa, unaweza ukakata katikati. Sasa pale katikati ndio watu wanaishi. Neno likiruhusu tutaleta mafundisho mengine tena zaidi sana kuhusiana na mambo ya sayansi. Luba anaendelea kujitukuza.